kwamba siku zote karibuni tumeona vijana walikuwa kushambulia kutokana kwamba umeonyesha mlengo au mtazamo ambao walikuwa wanatarajia wengi kwamba zamani ilikuwa sauti ya watu ambao walikuwa wasikiki. Sasa wanadhani nini kimebadilika hapa katikati mpaka vijana wakaanza kushambulia? Sasa kushambuliwa sijaanza leo. Nimeshambuliwa wakati nakosoa dini. Mashambulizi yalikuwepo. Nilipokuwa naongea watoto 2000 mashambulizi yalikuwepo. Lakini kwa upande wa kisiasa, nilifanya ile siasa kama mpigania haki ya wanyonge. Nimefanya kwa moyo wangu wote. Lakini baadaye nikaja kugundua kwamba ni ngumu sana kupigania watu. Nimepata matatizo yamenikuta, nimekumbana nayo mimi mwenyewe. Niliokuwa nawapigania hawakukumbana nayo, yalinikuta mimi. Kwa hiyo nilipotoka salama kwenye yale matatizo, ndipo nikasukumiwa zaidi kubadilika. Unakumbuka nilipotoka polisi nikahojiwa na vyombo vya habari, nikasema mimi Mwandambo nampenda Samia, wanaosema Samia must go wako wrong. Pale ndio Watanzania wakaanza kuniita msaliti. Kwa nini nimesema nampenda Samia? Mbaya zaidi, Recho akaja kuzungumza mitandaoni, anakaa Japani, akasema Mwandambo amepewa milioni 50. Sawa, Watanzania wakamwamini. Yaani mimi ambaye niliwapigania kwa muda wote hawakuniamini, wakamwamini mtu anaishi Japani, wakamwamini kwa Mwandambo amekula milioni 50 kwa sababu tu nitamka ile kauli. Sasa swali langu likawa hivi, nilikuwa na utafuta ushujaa. Sasa ushujaa wenyewe ndio umeishia hivi kwamba mimi nakula milioni 50. Baadaye nitafakari sana kwamba kumbe ningepotea nisionekane tena ndio ningeonekana shujaa. Kitendo cha kuachiliwa na polisi naonekana kama vile sifai kuonekana uraiani. Ushujaa wangu ni kupotea, yani nisionekane kama ambavyo hajaonekana Polepole, yani nipotee ndio nitaonekana shujaa. Sasa hii kanipa picha kwamba binadamu ni viumbe wasioeleweka. Na mbaya zaidi, siku moja natoka Kilimanjaro hoteli pale, sijui panaitwa nini jina siku hizi, Kempinski sio nini, Wanachadema walikuwa wanatoka kwenye mahakama kuu kusikiza kesi ya Lissu. Kunikuta watu nje wakaanza kunisomea. Na wakati huo kila nikitumbukiza kakitu nacheza mziki, wanasema msaliti, sio umefanywa na Mafuele, msaliti wewe, msaliti wewe, msaliti wewe. Kwa hiyo hawa wananchi hawa waliamua kunichagulia upande, kwamba Mwandambo ulikokuwa unatutetea ulikosea, wewe unatakiwa kuwa msaliti. Basi nimeamua kuishi maisha ya usaliti. Sasa wache wachukie, wakasirike, lakini maisha ya usaliti walinipa wenyewe. Sio kama kuna swali lingine. Sahihi kabisa. Lakini unaonaje tofauti ya kushirikiana, unaonaje ni watu wanaoje, unaonaje tofauti wa kusoa serikali na saizi kwa nia wananchi? Kuna tofauti wote ambao unaona wala kulisha mauzuri, kufanya mauzuri ya kuwa upande wa serikali? Tofauti naiona, wananchi wanapiga kelele lakini hawana nguvu. Serikali haipigi kelele, ile ina nguvu. Hiyo ndio tofauti kubwa. Yani unaweza kuwapigania wananchi lakini hawana nguvu ya kulinda.
ukapigania upande wa serikali, wana nguvu ya kulinda. Ndio tofauti iliyopo. Kwa hiyo, lakini pia ipo tafakari kwa wananchi, unapigania nini? Na leo nimejiuliza sana, kwa wananchi unapigania nini ambacho wanakikosa? Sijakiona, kwa sababu ninaona katika maisha ya kawaida ya Tanzania, mtu ukiamua kufanya biashara Tanzania unafanya na vikwazo havipo. Mtu ukiamua kufungua duka unauza, ukiamua kuuza karanga unauza. Kwa chochote unachokifanya Tanzania uko huru kukifanya na vikwazo havipo. Sasa mtu anakosa haki ipi? Baadaye nagundua kwamba kumbe wakati mwingine haki huwa ni wimbo wa watu wanaotafuta utawala. Yaani kwamba wakiondoka CCM tubadili sisi. Kwa wanawaimbisha watu wimbo wa haki. Nyinyi mnakosa haki kwenye nchi, mnaishi kama watumwa. Nimetafakari hata utumwa wenyewe sijauona watu ambao wanao Tanzania. Sijauona. Kwa hiyo tofauti niliyoiona pia ni hiyo ya kimawazo, kwamba hivi kumbe tunasema tunapigania haki, lakini kumbe haki yenyewe kama haki kuitaja haipo. Maisha ya binadamu ni kutafuta haki. Hata Waingereza leo bado wanatafuta haki kwa serikali yao. Hata Wamarekani wanatafuta haki kwa serikali yao, ambao hao ndio tunawaiga kwamba ndio wako juu katika demokrasia. Asante. Na vijana wengi ambacho nani kwamba watamani uimbe wimbo wao ule wa kuhusu madai ya katiba mpya. Unaona kuna haja kweli ya kuhitaji katiba mpya kama unavyodai? Katiba mpya ni shida ya wanasiasa, sio shida ya raia. Ila mwanasiasa ili afanikiwe katika wimbo wake anataka awaimbishe wananchi ili wimbo wa katiba mpya upate nguvu. Lakini mwenye shida ya katiba mpya, kwa sababu katiba mpya ni mkataba kati ya watawala na watawaliwa, lakini inaonekana katiba mpya wenye shida yao hasa ni vyama vya siasa, na shida kubwa vyama vya siasa ni kupata zamu ya kutawala nchi. Ndio shida kubwa vyama vya siasa. Ndio maana nasema tupunguze nguvu ya rais, tupunguze nguvu ya watawala. Shida ile nguvu ikipungua wachukue nafasi. Kwa wimbo wa katiba mpya ni wimbo wa wanasiasa. Si kama nimekujibu. Kwa wananchi lazima wanataka nini sasa kwa baadhi ambao wanaunga mkono nje na katiba mpya? Kwa mtazamo wako, unadhani mahitaji ya wananchi ni nini? Mahitaji ya wananchi ni maisha. Hamna kitu kingine. Mahitaji ya wananchi ni maisha. Yaani mtu anahitaji kuvaa, kula, kulala, kutibiwa na kadhalika. Ndio mahitaji ya wananchi. Na hivyo vitu utavipata tu ukiwa mpambanaji katika maisha. Tofauti na mwanasiasa ambapo anasema tukibadili utawala huu utakuja utawala utakao kuletea neema. Kitu ambacho si cha kweli. Yeah. Kwa ulipo sasa hivi, endapo ukiona serikali imekosea sehemu, unaweza kuikosoa hadharani kupitia? Yeah, of course. Naweza kuikosoa serikali ikienda kinyume na ninavyofikiri, sio watu wanavyofikiri. Yeah. Ujumbe kwa wale ambao wanakupenda na wasio kupenda ni upi? Ujumbe wangu mkubwa, wa Tanzania watafute maisha, wapambane. Heshima ya mtu ni pesa, heshima ya mtu ni maisha. Ukiamiliki maisha umemiliki kila kitu. Maisha si kitu cha kufikirika, ni kitu tunachokiishi. Maisha ni mapambano. Kwa hiyo maisha ni lazima uyatafute. Kama kuuza karanga uza, kama kuuza juisi uza, kufanya chochote fanya. Hayo ndio maisha. Yeah.
Lakini pia tukielekea mwishoni, siku za karibuni kumetokea wimbi la watu ambao sasa hivi wanaimba kwamba watakuwa na maandamano siku ya tarehe 7. Kama mwananchi wa kawaida na mtengeneza mauzuri, unazungumziaje kitu ambacho hao wamekuwa kiandaa kwa mtandaoni? Maana inaonekana pia kuendeleza mauzuri ya kuwakanya hao ambao wanajaribu kuandama. Mimi nimetoka kwenye social media na nimeonyesha maoni yangu. Yaani watu wanaozungumzia maandamano ni watu ambao hawana shida na amani ya nchi, wanataka kuvuruga nchi. Kwa bahati mbaya sana Watanzania hawana maindi ya kufikiria wenyewe kama wenyewe, wanataka kukulishwa upepo, alafu wanaishi katika ule upepo. Kwa hiyo mimi maoni yangu ni kwamba vijana wajikite kwenye kutafuta maisha, na wazazi wanatakiwa kuwafundisha watoto umuhimu wa kutafuta maisha kuliko kujazwa siasa kichwani. Yeah. Sasa ni madhara gani yanaweza kutokea? Madhara yanaweza kutokea ndipo watu wanachokiimba inaweza ikatokea kweli. Ilitokea tarehe 29. Watu walikufa. Madhara, huwezi kupambana na serikali. Hakuna serikali duniani ambayo iko tayari kuchezewa. Nenda Kenya, nenda Uganda, nenda Marekani, nenda Uingereza, nenda China, nenda Urusi. Hakuna serikali duniani ambayo ni serikali laini. Haipo. Yaani serikali laini haipo. Na serikali zote, ndio maana kanuni ya serikali inamiliki jeshi la polisi, jeshi la vita, na inamiliki silaha serikali. Kwa hiyo serikali ni chombo kinachomiliki nguvu. Sasa huwezi kupambana na nguvu ya serikali. Ni hivyo.